Sawa, karibu na swali. Karibu nikusikia hapo. Asante sana ndugu yangu. Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh, jamii yote inayotusikiliza. Ndio. Sasa bwana, kuna maswali hapa ambayo nimekuwa nikiyapitia. Ndio. Siku hizi kwenye huu mwezi mtukufu wa Ramadhani. Ndio. Vitu vingi sana najifunza. Kama unavyojua, kwa mimi sio Muislamu bado, lakini kuna vitu vingi sana ambavyo najifunza. Sasa kwenye mwezi huu mtukufu wa Ramadhani, naam, nataka kujua vitu gani muhimu vya kufanya kwa mtu ambaye amefunga. Katika vitu vya msingi na vya muhimu vya kufanya wakati huu wa mfungo wa Ramadhani, nikizungumza kwanza in general, kikubwa ni kuongeza kufanya ibada, kwa sababu katika moja ya malengo makubwa ya uwepo wa Ramadhani kuhakikisha kwamba kunamfanya mtu apate utakaso au imani yake ipate kuongezeka. Maana yake kutakuwa na kusamehewa, kupata toba, na vitu vingine vya msingi ambavyo vimekuja ndani ya package ya Ramadhani. Ndio. Sasa hapa sio kwa ubaya, lakini sasa kuna kitu hapa nataka nikijue kwa. Ndio. Kwa mfano mimi kama kijana ambaye sijaoa, unajua mimi kijana ambaye sijaoa, hapo niko na mahusiano na binti wa Kiislamu. Ndio. Kwenye huu mwezi mtukufu wa Ramadhani, nawajibika kwake labda kumhudumia labda masuala ya chakula, yaani ukiachana na masuala mengine yale makubwa, chakula, labda mavazi, kwenye hicho kipindi nawajibika kwake? Nashukuru, hili ni swali zuri, na hisi pengine huenda likawa linawachanganya watu wengi. Ndugu zangu, niwaambieni ukweli, mahusiano baina ya mwanamke na mwanamume hayapo, isipokuwa mahusiano yaliyohalalishwa kwa ndoa. Si tu mwezi wa Ramadhani watu ndo waache, bali ni miezi yote mingine. Mahusiano ambayo ni ya halali ni mahusiano ya ndoa iliyo ya halali, ndo mahusiano pekee. Na bado napo ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani kuna taratibu zake za namna ya kuendea haya mambo. Kwa hiyo ni wasihi tu Waislamu wenzangu kwamba si vyema kujihusisha kwenye mahusiano katika kipindi chote hiki cha mfungo wa Ramadhani, na pia katika kipindi ambacho tuko nje ya Ramadhani, kwa sababu mahusiano hayo si ya halal. Ndio. Sasa kwa mtu ambaye labda anataka kuwa Muislamu, pengine hajui, yani hajui hapa kwa mahusiano halali ya ndoa. Mahusiano halali ya ndoa ni ya namna gani? Mahusiano halali ya ndoa ni mahusiano ambayo yamefuata vigezo vyote ambavyo tumewekewa katika dini yetu ya Kiislamu. Maana yake kuna idhini kutoka kwa wazazi, ndoa ilifanyika msikitini, pengine wakati mwingine si msikitini, lakini kulikuwa na mahari ambayo ilitolewa na kulikuwa na makubaliano ya pande zote mbili, na ndoa ikafungwa kwa uwepo wa mashahidi. Kimsingi ni swala la ndoa halali kabisa ya Kiislamu. Haya ndo mahusiano tunayozungumzia halali ya Kiislamu baina ya mwanamke na mwanamume. Okay. Sasa kwenye issue hapa kusema kwa vitu muhimu, mwanzoni kabisa hapa msingi wa swali langu kwa vitu muhimu vya kufanya kwenye kipindi hicho cha mwezi mtukufu wa Ramadhani, umetaja hapa vitu vingi, hapo ukasema masuala ya sadaka. Sasa ile swala la sadaka inakuwaje? Kwenye sadaka ambazo utatoa msikitini au utatoa kwa makundi yetu, na kwa utaratibu upi? Tukizungumzia swala la sadaka yenyewe ni tunasema ni jambo au ni kitu ambacho kinaweza kutolewa kutoka kwa mtu yoyote kwenda kwa mtu yoyote. Umeona? Sadaka yenyewe inaweza kutolewa kutoka kwa mtu yoyote kwenda kwa mtu yoyote, haijalishi awe Muislamu, awe Mkristo, awe Mbaniani. Sadaka ni sadaka.
Sadaka pia si tu mali peke yake. Sadaka inaweza kuwa ni huruma. Umemtendea mtu huruma, umemsaidia, umemkarimu mtu, umemchekesha akafurahi akatabasamu, hali yake ikawa katika hali ya kawaida baada ya kufurahi kutokana na uwepo wako, tayari ile ni sadaka. Unaweza kumfanyia mtu, na hapa ndipo mapenzi yanapoongezeka baina ya binadamu. Manake binadamu tutakuwa tupendane. Na sasa sadaka uwepo wake nao umekuja ku-emphasize uwepo wa kupendana kwa binadamu. Okay. Sasa kwa yani maana yake okay, nimeelewa kidogo, nahisi pia watazamaji wetu wataelewa hapo kama mimi niliweza kuelewa, lakini pia kuna mmoja hapa huyu anauliza kwa hapa, kuna mmoja ambaye aliuliza hapa akasema kwa kwenye masuala ya kufuturu pamoja na daku tunashauriwa vipi? Binafsi niseme tu kwamba mimi sio mtaalamu sana wa masuala ya vyakula, lakini tukirifaa kwa Mtume Muhammad, yeye ulaji wake ulikuwa kawaida, na hata katika mafundisho yake ambayo ametuambia binadamu tule kwa wastani, kwa sababu unapokula chakula kingi unakuwa na uwezo wa kujitengenezea maradhi mengi sana, na hasa ukizingatia sasa hivi vyakula vingi ndivyo vinakuwa sosi ya magonjwa. Lakini katika swala la ulaji wa daku, kula daku ni kitu kizuri, lakini haimaanishi kwamba kula daku mtu atafute wali, chakula kilichokamilika, heavy load of food, wali, maharage, matunda kibao, atafute majuisi, masukari mengi, na machai, mavitu mengi yani akula wakati ule. Wakati Mtume yeye alikuwa akipata tende kidogo pamoja na maziwa, vitu ambavyo vinaonyesha kuwa vina efficiency kubwa katika mwili wa mwanadamu. Kama tunavyojua tende yenyewe ina virutubisho vingi vya kutosha, na sio tu baada ya kujaribu kufuata utaratibu huu tumeona kuwa tende inakupatia energy ya kutosha. Unapokula chache sana inakupa energy ya kutosha kwa sababu yenyewe ina nutrients nyingi. Lakini tukumbuke kwamba lengo jingine la uwepo wa Ramadhani ni mwili kupata mapumziko katika swala la ulaji. Sisi tumekuwa wakati wa kufuturu tunakula sana, tunasema tumekaa na njaa sana mida ya mchana, tunasema jioni ndio itakapozama chakula kitatukoma, tafidia. Ile hali wakati huu ni wakati ambao mwili wenyewe unaingia kwenye mapumziko na kuhakikisha kwamba unajiripea, unajitengeneza sehemu ambazo zina changamoto. Maana yake kama kufanya wanasema detoxification, hali ya kuondoa sumu mwilini. Kwa hiyo ndio maana tunashauriwa sana katika ulaji tuwe tunakula katika ulaji ambao ni bora, tupunguze vyakula vya mafuta, vyakula ambavyo vinakwenda kutengeneza athari kubwa. Tuangalie tu mfano wakati wa kufuturu umefika, wewe ukachukua chakula ukala vyakula vingi wakati ule, tunaona kwamba wazi kabisa si sahihi. Kwa sababu gani? Kwa sababu automatically utashindwa kwenda kufanya ibada ya tarawehe. As long as umekula vya kutosha, utashindwa kwenda kufanya ibada ile muhimu ya tarawehe ambayo inapatikana ndani ya mwezi wa Ramadhani tu. Maanake umeshakula sana, hauwezi tena kunyanyuka kwenda msikitini kwenda kupata walau zile rakaa 8 za tarawehe. Kwa maana yake automatically tunaona kwamba haishauriwi wewe wakati wa kufuturu ule chakula kingi sana. Ndio. Sasa pia je, kuna madhara yote ambayo anaweza kumkuta mtu asiyefunga na labda zaidi pale hataki kufunga kiimani? Kuna madhara ambayo yanamkuta? Kiukweli binafsi, kama wakati wa Ramadhani umeshafika
na afya yako inakuruhusu wewe kufunga, lakini wewe mwenyewe unaamua kuto kufunga, maana yake cha kwanza unaenda kuathiri moja kwa moja imani yako. Okay. Unakwenda kuathiri imani yako moja kwa moja, maana yake unajisokomeza zaidi kwenye janga la watu wanaoendelea kumwasi Mwenyezi Mungu. Tunajua binadamu si wakamilifu, lakini Ramadhani ndio kipindi ambacho tunatakiwa tujikurubishe zaidi kwa Mwenyezi Mungu, kwa maamrisho yake, kwa kuifuata Qur'an kiujumla, maneno yake, ili kusudi tufikie katika lengo la uchamungu. Sasa unapotokea afya yako nzuri na unakataa amri ya kufunga, maana yake wewe umejielekeza zaidi kwenye maasi na unataka Mwenyezi Mungu akuongoze zaidi kwenye maasi. Mwenyezi Mungu atuepushe. Okay, sasa pia kuna mwingine anauliza kwa nini Ramadhani imekuwa ni muhimu zaidi kuliko miezi mingine? Kwa nini Ramadhani? Swali hili ningependa kidogo nimpelekee Chiwa, kijana mwenzangu, tumsikilize yeye ana maoni gani. Kwa nini mwezi wa Ramadhani umeonekana kuwa ni katika miezi iliyopewa fursa ya juu katika masuala mazima ya ibada? Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Sina elimu kubwa sana, lakini ningependa kidogo nitoe ufafanuzi kwa jinsi ninavyoelewa kwamba mwezi huu, kwamba umesema kwamba kwa nini Ramadhani, yani kwa nini watu wafunge Ramadhani kuliko miezi mingine? Sasa kwa mujibu wa Allah subhanahu wa ta'ala ni kwamba mwezi huu shahru Ramadhana ni mwezi ambao umeteremshwa kitabu kitukufu yani cha Qur'ani. Sasa kaamua pia upewe heshima na pia katika miezi yote ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ametuletea, huu ndio mwezi pekee ambao wenye baraka mbalimbali, pia akaturuhusu tufunge. Kwa hiyo chanzo kikuu cha mwezi huu ni kwamba cha kwanza ni kushushwa kwa kitabu kikuu ambacho ni Qur'ani. Kwa hiyo imepelekea sisi pia tuweze kufunga. Nadhani hapo kidogo nimeeleweka. Na hisi watazamaji wetu watakuwa wamekuelewa kwa uzuri zaidi. Lakini sasa Shenaso, tukazia hapa hii tusiwaache watu solemba kabisa. Kiukweli kama naongezea, nafikiri tumeyasikia machache kutoka kwa Mheshimiwa Hassan. Ametuambia kwamba Qur'an imeshuka ndani ya mwezi huu, lakini pia mwezi huu una Lailatul Qadr. Nafikiri watu wanafahamu usiku wenye cheo. Ni usiku ambao kila Muislamu anatamani umkute yeye apate kuomba dua ambazo zitakazomwezesha kuingia kwenye zile rehema zake Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo kuna vitu vingi ndani ya Ramadhani, lakini pia ni nguzo ya 4 ya Uislamu, si ndio? Masuala ya Ramadhani ni nguzo ya, of course, kwa namna hii mwezi huu lazima tutakuwa on top kwa sababu ya vitu vingi kuwepo ndani ya mwezi huu, ikiwemo kama hivi nilivyovitaja na alivyovitaja Bwana Hassan. Umetaja hapa masuala ya nguzo, yani nguzo za imani. Ni nguzo za Kiislamu. Ndio. Zinaitwa? Ndio, sasa tupitishe hapo kwenye hizo nguzo 5 za Kiislamu. Hizo nguzo 5 naam za Kiislamu ndio tupitishe hapa kwa ajili ya kukazia mada yetu. Nguzo 5 za Kiislamu tunazungumzia shahada, zile shahada 2. Kukubali kwamba Allah ndiye Mola apasaye kuabudiwa kwa haki, na kukubali pia kwamba Muhammad ndiyo messenger au mtume wake Mwenyezi Mungu. Nguzo nyingine ya pili ni swala. Swala 5 hizi ambazo
Nitazielezea kidogo hizi swala tano ambavyo kuna alfajiri, kuna dhuhuri, kuna asiri, kuna maghrib pamoja na isha. Ni hizi swala tano. Alafu kuna swala la zaka. Ndio. Zaka. Kwa zaka ni nguzo ya tatu. Ya, zaka ni nguzo ya tatu katika nguzo za Kiislamu. Ndio. Ila ningegusa kidogo kwenye zaka, lakini zaka imetofautiana kidogo na swadaka. Sio kila mtu anaweza kutoa zaka, lakini pia sio kila mtu anaweza kupokea zaka. Zaka iko kwa watu maalum, wanaotoa nao ni maalum na wanaopokea nao pia ni maalum. Tunakwenda kwenye nguzo nyingine ambayo ndo hii ambayo tupo hivi leo, ambayo ni Ramadhan, ambayo ni saum, funga. Ya, na nguzo ya ni hija, kwenda kuhiji. Sasa nilikuwa napata baadhi ya mafundisho kutoka kwa watu mbalimbali, ndio wamekuwa wakinielekeza kuwa hiyo nguzo ya tano ni nguzo ambayo ipo specific kwa mtu ambaye ana uwezo, ila kama huna uwezo sio lazima. Je, kuna ukweli wote kuhusiana hiyo? Kiukweli ni ndio. Kuhiji sio kwa kila mtu. Kwanza ni kwa mtu mwenye uwezo. Uwezo ndo kigezo kikubwa, kwa sababu tuangalie tu kiuhalisia. Saudi Arabia iko mbali na hapa tulipo Tanzania, ndio. Kwa maana yake utahitajika uwe na gharama za malazi, nauli za tiketi za ndege ili ufike kule, na gharama nyingine ambazo za kufanya wewe uweze kuitimiza hii ibada. Lakini sasa kama hauna huo uwezo, maana yake itakuwa wewe vigumu, na uzuri kwamba dini yetu iko katika ukamilifu wake. Kwa hiyo ilikuja kuona ili kwamba kutakuwa na gharama kubwa za safari, na ndio maana ikaweka kipengele hiki kwamba kuhiji ni kwa kila mwenye uwezo. Lakini wakati mwingine sio tu uwezo hata wa kiafya. Kwenda umra pale au kuzunguka ile Kaaba si swala dogo, na kwenda kutimiza ibada nyingine zinataka pia uwe na afya kidogo ambayo iko vizuri. Kwa hiyo tukizungumzia uwezo, si tu uwezo, ni hata afya pia ni katika vitu vya msingi. Maanake mpaka mfano kuifikia tu Blackstone sometime, ile jiwe jeusi kidogo ni mtiti sometime, kwa sababu watu ni wengi. Kwa hiyo afya yako pia nayo hiyo pia vizuri. Sasa kwa aina maswali ambayo nimekuwa nikiyapitia huko mtandaoni, nahisi yameisha kwa leo. Labda nitapenda kukutana na maswali mengine nitakuletea zaidi na zaidi, lakini kama kuna kingine chochote kile cha kukazia kuhusiana na hiyo mada ambayo tulizungumzia, unaweza kukazia hapa then tukafunga. Kiukweli kama kuna kikubwa cha kukazia ni kwamba huu ni mwezi wa Ramadhani. Tujitahidini kufanya mambo yaliyo mema, tuwe wakarimu kwa wenzetu. Riski zetu zinatofautiana. Huu ni mwezi wa kufunguka kuwasaidia watu, kwa sababu ni mwezi ambao pia malipo yake au thawabu zake kwa Kiingereza tunasema zimekuwa amplified, nikimaanisha kwamba zimeongezewa daraja. Manake unachokifanya kama utakiwa upate 2 basi utaweza kupata 4, kama utakiwa upate 6 basi utaweza kupata 12. Manake katika kile ibada tunayogusa basi imeongezewa, ina bonus ndani yake. Kwa hiyo tujitahidi sana kufanya ibada kipindi hiki cha Ramadhani. Narudia tena, kipindi hiki ndio kipindi cha kujiweka karibu na Mwenyezi Mungu. Kipindi ambacho kama unaona una addiction tofauti, ikiwemo ulevi, ikiwemo masuala ya pornography, ikiwemo masuala tofauti, dhambi ambazo tofauti ambazo ni very addictive, basi huu ndo wakati sahihi wa kuweza kujiweka karibu na Mwenyezi Mungu, na mwisho wa siku kukimbia au kukaa mbali na haya maasi. Kwa uwezo wake Mwenyezi Mungu tutafanikiwa. Ni hayo tu machache, nashukuru. Na mpenzi mtazamaji wa Banse Family, Banse TV,
tulikuwa na Sheikh Nasoro pamoja na Sheikh Hassan. Karibu tena wakati mwingine tutakuwa nao kabisa live. Sema leo alikuwa busy sana, kulikuwa na kazi wanazofanya, ndio maana umeweza tu kuniona mimi binafsi, lakini next time utawaona hapa.